Hujambo mtazamaji wetu na karibu tena. Karibu niweze kuletea makala ya biography yake mwigizaji mmoja anayefahamika kama Brenda Wairimu, ambaye anaigiza kwenye telenovela ya Ayana. Na tunapozungumzia telenovela ya Ayana, wengi wanamfahamu Brenda Wairimu kama Asha, na tunaona kwamba anacheza vizuri sana role hiyo pale kwenye kipindi, na ndio tunasema tu kwa lugha ya Kiswahili ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Tunazidi kufuatilizia, tunazidi kutazama kipindi, manake ndio kimeweza tu kung'oa nanga hivi majuzi, na tutazidi kuona namna ambavyo Brenda Wairimu atakuwa anaigiza kwenye telenovela hii ya Ayana. Na kwa hivyo nimeweza kuandalia biography yake, uweze kujua mengi zaidi kuhusiana na mhusika huyo ambaye ni Asha, uweze kujua alizaliwa wapi, amesomea wapi, amefanya kazi wapi, mpaka aweze kufika kwenye level ambayo ameweza kufika ya sasa, ambako anaigiza kwenye telenovela ya Ayana. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi kwenye account hii, na kuomba kwa moyo mkunjufu uweze kuhakikisha kwamba umeweza kusubscribe, umeweza kubonyeza kidude cha subscription button, alafu pia una ring tu kengele turn on notification. Na kwa nini una ring kengele turn on notification? Ili ndiposa ninapoachilia kazi sawia na hizi, ama wakati tu ambapo na post, basi wewe unakuwa wa kwanza kuweza kuona kazi zetu, na unaweza kupata hondo kuhusiana na telenovela hii ya Ayana. Na basi wacha nianze tu rasmi. Tunaona kwamba Brenda Wairimu aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 1989, kwa lugha ya kimombo 1989. Hiyo ndio mwaka, ama huo ndio mwaka ambao Brenda Wairimu aliweza kuzaliwa. Na pia tunaona kwamba aliweza kuzaliwa katika gatuzi moja inayofahamika kama Mombasa. Tunapozungumzia gatuzi ni county, na huko ndio ambako aliweza kuzaliwa, na ina maana kwamba maisha yake mingi sana ameweza kulelewa kule coast kule, na ndio kwa maana hata wengi ambao tumekuwa tukimfuatilizia tunafahamu na vyema tunajua kwamba kweli ameweza kulelewa katika gatuzi ama county ya Mombasa. Na Brenda Wairimu alilelewa na mamake tu, na duru za kuaminika zinasema kwamba babake aliweza kuiaga dunia mwaka wa 2012, na pia kisha baadaye tunaona kwamba mamake hakuchukua pia muda kabla hajaweza kuiaga dunia, manake tunaambiwa kwamba aliweza kuiaga dunia mwaka wa 2015. Na Brenda Wairimu alisoma katika shule ya msingi kule Mombasa, na pia shule ya msingi akaweza kusoma tu pia kule sekondari. Nakumbuka kwamba zilikuwa tu ni local schools ambako aliweza kusomea kule, na baada tu ya masomo yake ya shule ya upili aliweza kupata ufadhili, kwa lugha ya kimombo tunasema scholarship, na kujiunga na chuo kikuu cha United States International University Africa, wengi tunajua kama USIU, ambako aliweza kusomea kozi ya degree ya bachelor's degree in International Business Administration, na hapo aliweza kujikita sana, aliweza kufocus na kumeja sana kwa upande wa marketing. Na kwa hivyo wacha tuweze kuzungumzia pia kwa kiduchu tu kuhusiana na maswala na sanaa. Tunaona kwamba Brenda alianza na kuzamia katika uigizaji mwaka wa 2009, that is 2009, na kwenye televisheni na kuigiza kwenye kipindi kilichofahamika kama Changing Times, na hapo kwenye kipindi cha Changing Times akifahamika kwenye kipindi hicho kama Sharifa. Kwa hivyo alizamia sana na kuanza kugrow na kuanza kuangaza mwaka wa 2009 ambako alianza kuigiza. Na pia tunaona kwamba Brenda alianza kubobea na kufanya vyema kwenye sanaa mwaka wa 2011, ambako aliigiza kwenye kipindi kilichofahamika kama Mali, kipindi kilichojulikana sana, na hapo aliigiza kama Lulu Mali. Kwa hivyo hapo ndio Brenda alianza pia kuangaza sana, kwa sababu kile kipindi kilikuwa kinajulikana na kutambulikana sana, na hapo ndio alianza pia kupata uweledi, na tunaambiwa kwamba nafasi hiyo ilimfanya kuweza kubobea sana na hata kujulikana zaidi. Kisha pia tunaambiwa kwamba mwaka wa 2012, that is 2012, aliigiza kwenye telenovela moja iliyofahamika kama Sugar the Pan African Drama, na alifahamika kama Dala kwenye
telenovela hiyo. Na pia alikuwa na other roles kwenye TV, ni kama vile roles zenye alikuwa nazo kwenye TV pia ni kama vile kwenye telenovela kama Kona, Scandals Kibao, Monica na kadhalika. Alafu pia tuweze kuzungumzia kwa kiasi masuala kuhusiana na filamu. Tunaambiwa kwamba aliigiza kwenye filamu ya Subira mwaka wa 2018 na pia akaigiza kwenye filamu ya Disconnect miongoni mwa filamu zingine. Alafu tuweze kuzungumzia pia masuala na kazi, international work. Yaani nazungumzia labda nje ya nchi, international work. Tunaarifiwa kwamba amefanya kazi na kuigiza kwenye Nollywood Productions. Wengi tunajua Nollywood, na huko aliigiza, hiyo ni nje ya nchi. Na pia tunaambiwa kwamba aliigiza kwenye Nollywood movie iliyofahamika kama Dice. Na hiyo Nollywood movie tunaambiwa kwamba zile video zilishutiwa kule wapi? Kule Nigeria. Alafu pia tuweze kuangalia masuala mengine apart from uigizaji, anafanya nini huyu Brenda Wairimu. Tunaambiwa kwamba alifungua na kulaunch fashion and clothing label iliyofahamika kama Brandish, ambayo kazi ilikuwa ni designing of clothes kama vile sketi, sweaters na kadhalika na nguo zingine. Kwa hivyo alifungua na kulaunch brand iliyofahamika kama Brandish. Hiyo ilikuwa ni clothing label. Na pia tunaarifiwa kwamba alifanya pia collaborations kadha wa kadha, na tunaona kama vile na alifanya na Label 15. Hiyo ni a luxury fashion brand inayopatikana jijini Nairobi. Alafu pia tunaweza kuzungumzia masuala na awards na recognition, yani matuzo. Tunaona kwamba alikuwa best actress wakati aliigiza kwenye ile telenovela ya Subira ambayo nimeweza kuambia, na akaweza kupewa ile award ya best actress kwenye Kalasha Awards. Na pia aliweza kupata multiple nominations ambazo ziliweza kumpea sifa sana na pia kumfanya aweze kutambulikana na hata kuigiza kwenye TV na pia kwenye filamu tofauti tofauti. Alafu tunapozungumzia pia personal life yake, tunaona kwamba masuala ya relationship, masuala ya mtoto, tunaona kwamba alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamuziki, wengi tunamjua Kenyan rapper aliyefahamika kama Juliani, ama jina lake ni Julius Owino. Na pia tunafahamu kwamba Juliani ni activist. So Brenda Wairimu alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na rapper wetu huyu ambaye ni Juliani, na pamoja wakaweza kufanikiwa kupata mtoto anayefahamika kama Amor Njeri, na aliweza kuzaliwa mwaka wa 2015. Na tunaona kwamba uhusiano wao wa kimapenzi uliweza kutamatika baadaye, lakini bado wakiendelea kujukumika wote wawili kwa minajili ya mtoto ambaye walikuwa wamempata pamoja. Na pia tuangalie interests zake na activities zingine pia zenye anazifanya. Tunaona kwamba Brenda Wairimu ambaye ni Asha, tunaona kwamba amekuwa akijihusisha sana kwa initiatives mbalimbali kama vile Cool for School, ambayo target yake kubwa sana na aim yake kubwa ni kusaidia wasichana wa shule. Unaona, wale ambao wanatoka sehemu ama tuseme kwenye vijiji ambako hawajiwezi, wanapitia changamoto mingi sana. Na hiyo initiative ilikuwa ni ya kuwapa zile sanitary towels. Alafu pia tunaona kwamba Brenda Wairimu apart from kuigiza, yeye ni mtu ambaye anapenda kujihusisha na vitu kama gardening. Anafurahia sana akifanya vitu kama gardening. Alafu pia vitu kama photography ni baadhi tu ya vitu ambavyo pia yeye hupenda kujihusisha navyo wakati ambapo hawezi kuigiza, ama wakati ambapo ako tu kwenye masuala yake mengine kando na uigizaji. Kwa hivyo tu hii imekuwa biography yake Brenda Wairimu. Wengi tunamfahamu kama Asha, na natumai kwamba nitaweza kuwaleta tena biography ya wahusika wengine wanaoigiza kwenye kipindi hiki, ili muweze kupata uhondo zaidi, muweze kupata udaku na kila kitu ambacho kinaweza kufanyika pale kwenye kipindi, na wahusika wenyewe pia ambao wanaweza kuhusika kwenye kipindi chenyewe. Na ninapotamatisha tu ningependa kukuomba tena uweze kuhakikisha kwamba umesubscribe kwenye account hii, una comment, una like, na hata pia unaweza kushare kwa marafiki zako na pia kwa maadui zako, ili waweze kujua uhondo kuhusiana na telenovela ya Ayana. Kwa hivyo kuwa na wakati mwema. Bye bye.